Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba swali langu namba 20 liweze kupata majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali inatambua changamoto ya kutokamilika kwa wakati kwa baadhi ya miradi ya maendeleo ikiwemo mradi wa umwagiliaji wa Delta ya Mto Luiche. Mradi wa Luiche wenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 65.16 unajumuisha ujenzi wa bwawa na miundombinu ya mashambani. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji mwaka 2025 ilifanya mapitio ya usanifu wa mradi husika ili kuendana na mahitaji ya sasa na hivyo kuongeza muda wa utekelezaji wa mradi hadi mwaka 2027. Baada ya mapitio hayo, mradi umeanza utekelezaji wake. Mheshimiwa Naibu Spika, kukamilika kwa mradi wa Delta ya Mto Luiche kutanufaisha eneo la umwagiliaji lenye ukubwa wa hekta 3,000 na kunufaisha wakulima zaidi ya 9,620 katika vijiji vya Kagera, Matiazo, Mungonya, Kamala, Kasuku na Simbo. Mheshimiwa Letton, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu kutoka kwa Naibu Waziri wa Kilimo, mimi nasikitishwa sana na hichi kinachoendelea katika huu mradi wa bonde la Mto Luiche. Mheshimiwa Spika, pesa zimekopwa Kuwait tangu 2018. Ukienda pale mpaka leo hii ninavyoongea na wewe, anavyosema Mheshimiwa Naibu Waziri kwamba mradi umeanza, wako wanafagia tu miaka minane tangu tumekopa hela mpaka leo hii wako wanafagia tu, wanasema wanafanya wanakusanya vifaa. Tunaomba na kuomba sana Mheshimiwa Naibu Waziri, kama itakupendeza, twende wote ukajionee vituko vinavyoendelea pale katika bonde la Mto Luiche. Pesa tumekopa, tumechukua Kuwait, tena pesa hizi alizipambania Zitto Kabwe, alikuwa ndo mbunge. Zitto kamaliza muda wake, mradi haujatekelezwa. Kaja Mheshimiwa Ngenda Kirumbe. Mheshimiwa mbunge, uliza swali la nyongeza. Swali langu la nyongeza, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba serikali tufunge nayo safari kwenda kwenye bonde la Mto Luiche wakaone kwa macho, waache kuhadisiwa maneno ya kuhadisiwa. Twende naye Naibu Waziri aende pale tukaone kwa macho yake nini kinachoendelea pale katika bonde la Mto Luiche. Hilo ndo ombi langu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru Mheshimiwa Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini, kwa konsaini yake, na sisi kama wizara tunaelewa hayo anayoyaeleza. Jambo moja tu nimthibitishie, moja, tutaenda kabla hili bunge halijaisha, tutaongozana, tutakwenda, tutapanga moja ya weekend, tutafika eneo la mradi. Lakini kwa kifupi tu nieleze kwamba kwa nini mradi huo umechelewa, ni kwamba hiyo anayoeleza ni kwamba changamoto ilikuwa ni upatikanaji wa fedha, na ndio maana Tume ya Umwagiliaji mwaka 2025 ilifanya mapitio upya ya huu mradi, na sasa hivi mradi huu tunautekeleza sisi wenyewe kupitia fedha za ndani, na ninavyozungumza hivi sasa hivi ni kwamba kuna kama bilioni 8.89 ambazo tutazitoa kwa mkandarasi kama sehemu ya malipo mengine ya awali ili kuhakikisha kwamba mradi huu unaenda kwa wakati, na matarajio yetu kabla ya mwaka 2030 mradi huu utakuwa umekamilika. Na Baba Levo, utawaeleza wananchi kwamba moja ya jitihada zako kubwa ulizozifanya bungeni ni kuhakikisha mradi huu umekamilika kwa vitendo. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Ana Kilango Malechela, swala nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nianze kuishukuru serikali kwa kunipa bilioni 1 na milioni 800 kwa ajili ya kuboresha umwagiliaji kata ya Miamba. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, pesa zile aliwekwa mkandarasi akafanya kazi ambayo badala ya kuboresha mifereji ya kata ya Miamba
Mifereji ile sasa hivi imerudi kwenye 0% ya utekelezaji, na pesa zile zimetoa uwezo wa mifereji kwenye 70%. Je, serikali hamuoni kwamba pesa za serikali bilioni rasi hazikufanya kazi yoyote kwenye umwagiliaji kata ya Miamba na mkakimbilia kata ya Miamba sasa hivi? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru Mheshimiwa mama yangu Anne Kilango Malechela, mbunge wa Same Mashariki, kwa swali la msingi, hususan katika kata yake ya Miamba, tarafa ya Mamba Vuta nafikiri. Na ni kweli serikali tulitoa hiyo fedha, na kwa sababu tumepokea changamoto hii, mimi naomba nimwelekeze meneja wa mkoa wa umwagiliaji afike katika hilo eneo, atupe taarifa ya tathmini. Lakini mimi mwenyewe nilishaahidi mara ya kwanza na ninarudia tena, nitafika katika eneo hilo ili sasa moja tuone thamani ya fedha iliyotumika, lakini tuchukue hatua stahiki kama haya ambayo ninaamini Mheshimiwa mbunge anayasema hayajatekelezwa. Kwa sisi serikali ambao tunamsaidia Mheshimiwa Rais hatutakuwa tayari kuona wananchi wanashindwa kuhudumiwa ipasavyo. Asante sana Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Waheshimiwa wabunge. Tunaendelea Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Sasa naomba swali langu namba 19 lipate majibu ya serikali. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Engineer Godfrey Kasekenya, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa daraja unahusisha hatua mbalimbali ikiwemo upembuzi yakinifu na usanifu wa kina. Kwa sasa serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya usanifu wa daraja linalounganisha kata ya Mkongo na Utete. Kazi hiyo itakapokuwa imekamilika na gharama za ujenzi kujulikana, serikali itatafuta fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi wa daraja hilo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Hawa Mchafu, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Na kushukuru pia Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri. Nitaomba niulize maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwa kuwa mpango wa ujenzi wa daraja la Mto Utete ni mpango wa muda mrefu, lakini pia ni mpango wenye gharama kubwa, na kwa kuwa